Amen. Kwa tuende kwenye kitabu cha Luka sura 24 mstari wa kwanza inaenda mpaka ule mstari wa 53. Baba, tunakushukuru kwa sababu neno lako linasema kufafanusha kwa neno lako kunaachilia nuru, nayo nuru yaweza kumfahamisha mjinga. Bwana, endelea kutufungua tutoe katika uharibifu kwa kutuma maarifa yako. Asante Bwana kwa sababu umesema utatulisha kwa maarifa, utatulisha kwa fahamu. Siku ya leo tuko tayari kujifunza, siku ya leo tuko tayari kusikia. Pokea heshima, sifa na utukufu kwa yote ambayo umeyafanya, ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Luka 24 mstari wa kwanza mpaka wa 53 nasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakayaleta manukato yaliyoweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyosema nanyi alipokuwa akaliko, au alipokuwa nanyi Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa mwenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalena na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Naomba turudi mstari wa 10. Nao ni Mariamu Magdalena, mnamkumbuka Alafu Yohana, hapa wanamuita, kuna sehemu nyingine wanamuita Yohania, lakini ni Yohana. Na Mariam mama yake Yakobo. Sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inaguswa na maisha, kama unakumbuka, Mariam ndio yule ambaye alikuwa apigwe mawe na akasamehewa na Yesu. Na Biblia inasema kwa kuwa umesamehewa sana utapenda kwa wingi wa rehema aliyoipokea. Tunaona katika wanafunzi wote ndio pekee alikuwa bado anakumbuka wema na fadhili aliyopewa, neema. Kwa hiyo katika walioenda kuhakikisha wanamwangalia walikuwa ni wao. Lakini sehemu ya pili, ukisoma kitabu cha Mathayo pale sura ya kwanza na ya pili, wakati wanazungumzia kuzaliwa kwa Yesu na walipoenda kule hekaluni, Yesu alimwambia kitu kigumu sana mama yake. Akamwambia, unawezaje ukanitafuta au kujua imenipasa kuwa nyumbani kwa baba yangu? Biblia inasema, haisemi Yusufu aliliweka moyoni, inasema Mariamu aliliweka moyoni. Kuanzia pale Mariamu akaanza kurealize huyu mtoto, yamkini nimemlea kama mtoto, lakini kiukweli sio mtoto, huyu ni mwana wa Mungu. Kwa tunaona wanapoenda, wanaenda kwa ajili ya kufanya ile ceremonial, ile kitu ya kama sijui tunasemaje huku, kama sijui ni 40 au ni matanga au ni nini, sijui mnasemaje, lakini ilikuwa yale manukato yanasababisha mwili usioze na usinuke. Kwa wanaenda kuukip wakijua bado atakuwa amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Turudi hapo, anasemaje? Na Yohana ni mdogo wake na Yesu. Yakobo ni mdogo wake na Yesu. Kwa hii
kwenye familia tunaona watu wawili tu. Anasema nabii hakubaliki nyumbani. Kwenye familia nzima waliotokea ni wawili, mama na mdogo wake na Yesu, Yohana, ambaye alikuwa analala kwenye kifua cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuelewa hii kitu, lakini ukishaanza kuingia kwenye huduma ndio utaelewa kwamba saa nyingine hata watu walio karibu hawakuelewi, hawakukubali na hawakupokei. Lakini Kristo, ufufuo wake unasababisha hata Yakobo aliyokuwa anamwambia, kwa nini unajificha ficha? Si utoke ukajitangaze. Mtu anataka kuwa maarufu aende kujitangaza, anamwambia mimi siendi kama nyinyi. Nyinyi mnaenda mchana, mimi nina nuru saa zozote, bado wakati wangu haujafika. Ndugu yake anaona kama Yesu ana hofu, halikuwa amwamini, lakini ufufuo ndio uliosababisha yeye akaaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kitabu nadhani ni cha Warumi sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 6, nitasoma New Living Translation. New Living Translation kwa ajili tu ya umaana. Warumi 1. Yes, asante. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya roho ya utakatifu kwa ufunuo wa wafu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa unaona kwa Kiswahili haijai. Twende kwenye New Living Translation. Anasema, and he was shown to be the Son of God when he raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Na alionyeshwa au alidhihirishwa kwamba yeye ni mwana wa Mungu, sio kwa miujiza, sio kwa matendo ya maajabu, ila kwa kufufuka kupitia Roho Mtakatifu. Ndicho kilichosababisha kumtangaza Kristo Yesu kama Kristo na Mwokozi. Na nikasema asubuhi, unapookoka kwenye vita ndipo tunapokuita shujaa. Shujaa sio kila mtu alioenda vitani. Maana kuna wengine hawajapigwa risasi vitani, hawajaumia kwa sababu wakati wengine wanapigana walijificha nyuma ya mti. Lakini ye kaenda, kasulubiwa, kachubuliwa, alafu baada ya hapo anatoka akiwa ni nani? Ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Zakaria anasema, nao watamtazama yeye waliomchoma na watamgundua kwamba ni mwana wa Mungu, alafu wataomboleza kama mtu anavyomwombolezea mtoto wake wa kike au mtoto wake wa kiume. Lakini hawatamuona paka amechomwa, paka ametundikwa. Ndio maana nashangaa yule the Sanhedrin aliyekuwepo pale chini ya msalaba, yule ndugu aliyokuwa chini ya msalaba, baada ya Yesu kufa na kila kitu na kuchomwa mkuki na kila kitu, akasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niliwaambia Ijumaa, watu hawajui msalabani Yesu alikaa muda gani. Yesu alitundikwa msalabani kwa masaa 6 hours. Na katika hayo masaa 6, masaa 3 kulikuwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia kwenye Ijumaa kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Kwa wakati Kristo anakufa msalabani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunasikia habari za kwamba kuna ufufuo umetokea. Turudi kwenye ule mstari wangu tafadhali. Turudi tuendelee na safari. Kule kwenye Luka 24 tafadhali. Hawa ndio waliokuwepo wameenda. Mstari wa 11 anasemaje? Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Kwa hiyo walipotoka pale wakaenda kuwaambia wale wanafunzi. Kumbuka tunaambiwa vizuri sana, wanafunzi hawakuwa 12 tena, walikuwa 11. Kwa nini? Yuda ameshajinyonga. Mstari wa 12, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao. Yaani wao hawakuamini, ndio maana kuonekana kama upuuzi. Yaani nyinyi mnasema nini?
Hao watakuwa wamepanikia. Hebu wapeni maji wanywe. This thing is impossible. Haiwezekani. Wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiyastahajabu yaliyotukia au yaliyotokea. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata. Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalem kama mwendo wa masaa mawili. Kwa hiyo wao wanatembea, waenda kwenye upande mwingine unaitwa Emau. It takes 2 hours, inachukua masaa mawili kutembea kufika huko. Na wakati wako njiani kuna jambo wanazungumza. Mstari wa 14. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotokea. Haya bwana, unajua bwana, wiki hii kuna mtu amesulubiwa pale msalabani na amekufa, lakini alikuwa anaahidi kwamba atafufuka, atakuja kuleta ufalme. Sasa inakuwaje? Yani kukawa kuna namna ya maswali mengi kwamba mfalme amekufa, inakuwaje? Aliyekuwa anategemewa ni mfalme ameuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Inasema wakati wanazungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe akakaribia, akaandamana nao. Yesu akawatokea, akawa anatembea nao kama mtu mwingine. Anasemaje? Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Kwa wakawa wako naye, alafu hawatambui wako na Yesu. Kama wewe na mimi, ambapo mara nyingi tumekuwa naye lakini hatujui kama tuko. Yakobo akasema, sikujua kwamba Mungu alikuwa mahali hapa. Amelala, amechukua jiwe, anakuja kugundua very late kwamba Mungu alikuwepo. Sababu unaamini kwamba Mungu akiwepo lazima usikie vibration, matetemeko, usikie machozi. Hapo ndo Mungu yupo. Mtu mmoja alisema kuzimu itakuwa mbaya, sio kwa sababu ya moto, ni kwa sababu Mungu atauondoa uwepo wake kuzimu. Shida sio moto. You can tolerate fire if God is with you. Shadrach, Meshach na Abednego walitolerate fire because God alikuwa nao. Mungu alikuwa nao. Walikuwa kwenye moto na hawakusikia moto na hawakunuka hata moshi. Kwa hiyo moto sio shida kama Mungu yuko hapo. Balaa ni kwamba Mungu akiwa hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, Mungu yuko na wewe, ndio maana hujateketea. I'm telling you, Mungu angekuwa yuko na wewe, jambo hilo nalolipitia, unalia, unafuta machozi, unaendelea na maisha. Kuna watu wamejinyonga, kuna watu wamekunywa sumu, kuna wengine wamechukua bunduki wakajipiga kichwa wakafa. Kwa hilo ambalo unaliona kwamba umelishinda. Uwepo wa Mungu ukiondoka kwenye maisha ya mtu, kitu cha ajabu sana. Usiombe uwepo wa Mungu akuacha. Kwa anasema macho yao yakawa yamefumbwa, wasimtambue. Twende. Anasema akawaambia, ni maneno gani haya mnaosemezana hivi mnapotembea, mnasemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao, wamemkasirikia. Wewe una habari ya mambo? Kasirika. Mstari wa 18. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako hu mgeni katika Yerusalemu? Maana hichi kitu kilikuwa ni kizito. Yerusalemu nzima inajua. Sasa wewe ni wa wapi? Anasema hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Wanaongea na Yesu kuhusu Yesu, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Hawajua anaongea na mwamba ameshafufuka. Tulitegemea
Biblia inasema, nadhani kama sijakosea, Biblia inasema kuna maana inasema nilitegemea atatokea juu, sikumuona. Nilitegemea kuna namna walitegemea wao ndio wokovu. Wamekaa uje kwenye umateka wa Warumi, kwa wanajua ili uchukue ufalme lazima upigane. Sasa huyu mfalme mbona amepigwa? Kama ni mfalme kweli, mbona amekufa? Unajua bora hata angepigwa atoke na mangeu alafu arudi nyumbani. Amekufa, mmemzika. Tumaini limepotea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Isaya alikuwa anaona mbali sana. Sema lipo tumaini, mti ujapokatwa utachipuka tena. Lipo tumaini. Lipo tumaini. Na uzuri anasema kama alivyo yeye ndivyo sisi tulivyo. Anasema mbegu ikifa itaoza na itazaa maelfu mara 100. Kwa mimi ni kama yeye. Anasema na mimi pia nimezaliwa na mbegu isiyoharibika. Wakinizika ninaibuka nikiwa mkubwa kuliko walivyonizika. Wakinisukuma wasiombe nikaanguka, nikiinuka nimeinuka kitu kingine kabisa hawajawahi tazamia. Wakinisema wameandaa platform ili mimi niweze kuwa mkubwa. Hujai kugundua watumishi wengi sana wanaposingiziwa kesi ndipo makanisa yanavuma? Ukijaribu kuwazika unawapa sehemu ya kuinuka, kwa sababu tumezaliwa na mbegu isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha amesema kama alivyo yeye mbinguni, sio duniani, sio akiwa katika ubinadamu. Alivyo yeye mbinguni ndivyo sisi tulivyo duniani. So I am just like him. Nimefanana na yeye. Yaje magumu hamna shida. Mimi najua utanisukuma sana, utanisonga sana. I am cast down but not destroyed. Naweza nikawa umenikanyaga, umenishindilia ukifikiria umeniua, lakini hapo ndo mahali pangu pa kutoka. Nawezekana nikawa sitamanishi na sionekani kuwa tumaini. Hata Kristo alionekana hivyo hivyo. Anasema hakuwa mzuri wa sura hata atamanike. Hakuwa anavutia. Wakati anapitia nafasi yake, wakati anapitia wakati wake wa kutoka, hakuwa na wakati mwema sana. Hakuwa amepakwa makeup. Makeup yake ilikuwa ni damu, ilikuwa ni machozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema akisha zikwa atauona utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na atawavuta wengi kuja kwake. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukaendelea kusoma, ukiendelea mbele utaona Yesu ambavyo anajidhihirisha kwa wanafunzi. Anatokea katikati, wanashtuka, anambia msiogope, msiogope, msiogope. Ni mimi, leteni au samaki, leteni au mkate tule. Njoo kaeni, ni mimi, ni mimi. I'm not a ghost. Shika mkono wangu Tomaso. Huu sio ule mkono, huu sio ule msumari niliochomwa. Yesu watu wanasema wengine kwamba alikuwa ni ghost. Ghost kwa Kiswahili tunasema nini? Mzimu. Hakuwa mzimu. Mzimu unakula. Mzimu huwezi shika kitu physical. Alikuwa hai. Alikuwa hai. Na kuwa yeye hai ilikuwa ni uthibitisho ya kwamba yeye ni Masia. Buddha alikuja, akafa, akazikwa, mpaka leo amezikwa. Muhammad alikuja, fanya kazi nzuri alizozifanya. Alipokufa, alikufa, hajafufuka. Taja mtu yoyote yule mkuu ambaye aliishi, ambaye hakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama alifufuliwa kama Lazaro, Lazaro alikufa, hayuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mwokozi yu hai. Yu hai, yu hai, milele na milele, milele na milele. Yesu yuko hai na atakufa
kaburi halikuweza kumshika. Kaburi haliwezi kumshika, haliwezi kunishika. Biblia inasema yeye alifanyika kifo ili aharibu nguvu ya mauti. Yaani nilikuwa nawaambia tu Ijumaa, unajua ukimisi unanifanya nirudie nyuma. Niliwaambia tu Ijumaa tutakiwa kuogopa kifo. Come here death, I'm waiting for you. Ninakusubiria kwa shauku. Ninakusubiria kwa shauku. Kwa sababu gani? Najua ninapoenda. Haleluya. Haleluya. Paulo anaelewa, anasemaje? Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Yaani anasema niko na nyinyi tu kwa sababu niwasaidie. Ila ningefurahi sana niende nyumbani kupumzika kwa Baba. Aliondoa kila sintofahamu, kila uoga. Na maana naomba mtu yoyote ambaye ameishi vizuri na Kristo, wakati anaondoka duniani anaondoka na tabasamu. They smile. Kwa nini wana smile? Kwa sababu kama ambavyo ilikuwa kwa Stefano, anaiona nchi. Anasema naona malaika. Unajua nini? Tulikuwa kunaga kwenda mbinguni. Kulikuwa kuna kwenda mbinguni. Tulikuwa tunaenda mahali panaitwa paradiso. Paradiso kulikuwa panatenganishwa na shimo kubwa sana. Upande huu wanakaa wenye haki, upande huu wanakaa ambao wametenda maovu. Yule tajiri akasema, ninaomba Lazaro uchove maji, kidole kwenye maji, na hata unilambe kidole chako, tone la maji. Alafu baadaye kwa ajili ya mateso anayoyapata akasema, hebu mtume Lazaro. Mungu atusaidie tuseme maskini. Unajua ukiwa maskini hadi uko kwenye kifo unakuwa unatumwa tu. Eti mtume Lazaro haende duniani akaongee na ndugu zangu, awaambie kwamba huku mambo ni moto, waishi maisha mazuri. Akasema kama hawawezi kuwasikiliza manabii, kama hawawezi kuwasikiliza watumishi kina Dennis Bishop baba yetu ambaye tumepewa na watumishi wengi ambao Mungu amewainua, kama hawezi kuwasikiliza hao, hata angeinuka kutoka kuzimu mtu, msingeamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo yuko hai. Sasa Kristo amekuwa hai. Ukienda kwenye Mathayo kwa mfano 28 yote, unaona anachokielezea. Anatokea wanafunzi, anaanza kuwapa mkakati. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni maandiko mengi lakini tupite tu hapo. Mathayo 28 mstari wa kwanza asema, hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili mama yake walikwenda kulitazama kaburi. Mstari wa pili, na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Anasema na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Mstari wa 5, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope nyinyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Unajua huwezi kuelewa kwa nini anasema kama alivyosema. Anarejelea, yani hiki sio bahati nzuri. Sio aliwaishwa kwenda kuzikwa. Hii sio bahati nzuri. Hii ilishatabiriwa. Na alipochomwa mkuki, maji yakaanza kutoka na damu. Sasa hivi wanasema watu ambao kwenye surgeon, watu ambao ni watu wanafanya operation, wanasema ukiona ishara hiyo na mtu amekufa, inaashiria kwamba amekufa na heart failure. Ni ishara mtu amekufa na nini? Heart failure. Kwa hiyo inaonyesha maumivu ambayo Yesu alikaa nao masaa 6 yalitosha kumuua. Ndio maana akuvunjwa mifupa. Wengine ilibidi kwanza, kwa sababu hawakupigwa wale walipigwa tu walipigwa msumari moja kwa moja. Yeye alipigwa, alichubuliwa. Wanasema ulikuwa ukimwona Yesu, ulikuwa una uwezo wa kuona intestine, utumbo ukiwa unaning'inia. Yaani hivi, yani zile viboko walivyompiga vilichomoa nyama. Kwa akiwa anatembea unaona mifupa, unaona ndani, na hapo anabubujika. Sielewi inawezekanaje yeye kutembea almost
kilomita 200, wa maili 200, akiwa amebeba msalaba na akiwa anavuja hiyo damu. Ni very impossible mission. Sijui iliwezekanaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa walihakikisha, Mafarisayo, wakuu wa dini walihakikisha Yesu amekufa. Ndio lengo la ule mkuki. Hawakuwa wanacheza. Sio eti alizimia kwa sababu ya maumivu. Walihakikisha amekufa. Kwa anaingia amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nafurahi tunapoambiwa kwamba roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu anaishi ndani yetu. Unajua vile vipisi vya nyama Yesu akuchukuliwa akafungiwa, vilikuwa mtaani, lakini alivyotoka ametoka ni mzima. Yani sijui kipisi kilitoka wapi, sijui, lakini Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi na kisichopo. Alafu sasa huyo anaishi ndani yetu, akamfufua Yesu kutoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe. Amefufuka. Njooni mpatazame mahali mlipokuwa mmemlaza. Twende mstari wa 7. Nyinyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama anawatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomuona. Haya nimekwisha waambia. Sura ile ndo alikuwa amewatangulia. Kakutana na jamaa wawili wanabishana. Bwana Yesu asifiwe. Akaingia nyumbani kwao, akala chakula pamoja nao, akamega mkate na akafungua macho yao, wakatambua ni yeye. Walipomtambua akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliahidi kwenye neno lake kwamba atakutana nao. Twende mstari wa 8. Mstari wa 8 tafadhali. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Mstari wa 9. Na tazama Yesu akakutana nao, akasema salamu. Wakamkaribia wamshike miguu, wakamsujudia. Wakamshika miguu, wakamsujudia. Samani. Twende. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Kwa nini anasema kwani alishindwa kuwaita hapa? Anatimiza kila kilichoandikwa kwenye maandiko. Anasema tazama nimekuja kutimiza lililoandikwa kwenye gombo kwa ajili yangu. Daudi anatuonyesha pia kwenye neno la Mungu maisha ya mtu yameandikwa. Anasema siku zote za maisha yangu zimeandikwa katika kitabu chako, kabla moja wapo haijawa. Hujajua tuwe huko kwenye Samueli wa kwanza, Wafalme wa pili, sijui huko kwenye kitabu gani, lakini habari zako zimeandikwa kwenye kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi maisha ambayo alishaandikwa kwenye kitabu. Nakumbuka wakati niko nataka kuoa, nimekuwa na mchumba wangu kabla hajawa mke. Mungu alinipa scripture kabisa. Na akaniambia ahadi ndo ahadi yako, kwamba nimekupa mke huyu itakuwa hivi na hivi na hivi. Kitabu cha Mwanzo. Kwa nini najua? Na kila nikiona haiendi sawa sana kitabu cha Mwanzo, naambia Mungu uliniambia kwenye neno lako. Kwa sababu siku zetu zote zimeandikwa kwenye kitabu cha Mungu. Hujajua tu story yako wewe ni nani au iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anafuata kilichoandikwa kumuhusu. Twende panapofuata. Hivi unajua samani, baki hapa hapa. Yesu alipoona hawampi siki, kwa sababu iliandikwa kwamba atapewa siki, aliagiza akasema nasikia kiu. Ili chochote kilichoandikwa kisikosekane. Na hakunywa, alionja. Kwa sababu gani? Siki ni sedative. Angekunywa ingepunguza maumivu, tungesema hakuyachukulia maumivu. Kwa akasema sinywi, lakini kwa sababu ya ishara nitalamba. Alipopewa akatema, ili neno litimie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema walipokuwa wanaenda, tazama baadhi ya askari wakaingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Nini? Yesu kafufuka. Mmemuua mtu, ni Mungu sasa amefufuka. Sura 11. Nao wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri. Wakawapa askari fedha nyingi. Sema hili ni vagi, alichokuwa na ubiri ni kweli, na kafufuka. Mungu wangu, hapa Rumi tutakoma. Tunafanya usiruhusu ajulikane amefufuka. Kwa nini? He is a king. Kufufuka sio issue.
Issue ni nani amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro alifufuka, haikuwa issue. Hamna mtu alipewa hela nyingi. Yesu anafufuka. Si mfalme. Si aliahidi. Mikutano yake yote tusalisikia. Na amefufuka. Hii kitu isitoke. Hela ikatolewa. Mstari wa 13. Wakasema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwambia, sisi tulipokuwa walikuja usiku wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. Mstari unaofuata. Na neno hili likisikilikana au lilisikika kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. Wanasema, wakamuuliza, kuona sisi je tukiambiwa kwamba kwa nini tulilala mpaka kaibiwa? Sema, msijali, we will sort that. Sisi tutalieka sawa, ila msiruhusu taarifa hii fanye nini? Iende. Mstari wa 15. Basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hili likaenea katikati ya Wayahudi hata leo. Kwa hiyo mpaka leo Wayahudi wanaamini Yesu akufufuka. Kuna watu wanaamini Yesu amefufuka, kuna wengine wanaamini Yesu wanafunzi wake walimuiba. Injili ilichukua fedha nyingi kuzika Injili, na sisi tutatumia fedha nyingi kuitangaza Injili. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapigwa. Hiyo ndio Biblia halisi inavyosema. Inasema the kingdom of God have find violence and the people have violently been attacking it. Ufalme wa Mungu tangu kipindi cha Yohana alipokuwa akihubiri sauti iliyo nyikani, alifanywa nini? Alikatwa kichwa. Kwa sababu alikuwa atangazi habari za kanisa. Alikuwa anatangaza habari za ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Shida sio kuhubiri. Unapoanza kumuelezea Yesu kama mfalme ndio unaletaga shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu amekuja kama mfalme. Amekuja kuanzisha ufalme mwingine. Mathayo 6:9 kwenye maombi anapowafundisha wanafunzi namna ya kuomba anawaambiaje? Ombeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Nini kije? Ufalme wako uje. Kinachokuja sio dini nzuri, ni ufalme. Na ufalme unapigana na nini? Na ufalme. Sasa ufalme mwingine unafanya kazi kuhakikisha ufalme huu usiende, lakini hatutanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefufuka. Yesu hayupo kaburini. Misalaba yote ambayo tunaiona inatakiwa isiwe na Yesu. Hiyo ndio misalaba iko poa. Msalaba wenye Yesu, kwenye huo msalaba, huo sio msalaba halisi. Maana Yesu hakubaki msalabani. Alishushwa siku ile ile, kwa sababu kesho yake ilikuwa ni Sabato. Na alipoenda kule kuzikwa, alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nitaangalia ule mstari wa 3 zaidi. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 3 tuangalie tafadhali. Yesu anajidhihirisha kwa wanafunzi wake na anakaa kwa siku kadhaa. Anasema wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa nini? Hakunena habari ya Injili, alinena habari ya ufalme wa Mungu. Alikuwa anawaelezea, mimi ni mfalme, nimekuja kuleta ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema tuna ufalme usio na mipaka. Ufalme huu ukoje? Warumi 1 mstari wa 4 mpaka wa 6. Warumi 1 mstari wa 4 mpaka wa 6. New Living Translation. Warumi sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 6. New Living Translation inasemaje? And he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead,
na alionekana au alidhihirishwa kama mwana wa Mungu alipofufuka kutoka kwa wafu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba yeye ni Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi. Mstari unaofuata, mstari wa 5 tafadhali. Anasema, na kupitia Kristo ametupa sisi kibali tusichokistahili, neema na mamlaka. Kwa Kristo alikufa ili ainue watu kuingia kufanya kazi fulani. Ndio maana tunasema msalaba ilikuwa ni mwanzo. Ufufuko wa Kristo ulikuwa ni mwanzo wa mambo mema. Amekuja kama mfalme kututoa katika mahali ambako tulikuwa tupo. Kila mwanadamu unayemwona duniani yuko utumwani, yuko exile. Adam ndo alikuwa mwanzilishi. Alipotenda dhambi akachukuliwa mateka na adui. Dhambi ikaingia kwenye maisha yake, akawa mtumwa, na kila alichokizaa kikajikuta kimepita kwenye nini? Utumwa. Akajaribu kuinua watu kama nilivyokuwa nimewaelekeza wiki hii. Akainua, akaja akamchagua Lutu. Lutu akakosea. Akaja akakutana na Abraham, akamwambia uzao wako sasa nitatoa mfalme, ambaye huyo mfalme atafanya kile ambacho kimeandikwa kwenye sura ya 3 ya Mwanzo. Atamponda nyoka kichwa, naye atang'atwa kisigino. Msalaba ilikuwa ni kung'atwa kisigino. Kuponda kichwa ilikuwa ni ufufuko. Kufufuka kwa Yesu ndo alikuwa shetani amepondwa kichwa. Maana ilikuwa hakuna mtu anaweza kufa na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na niliwaambia watu walikuwa wanakaa paradiso, si ndio? Kwa hiyo watu wote waliokuwa wamekufa zamani walikuwa hawaendi mbinguni. Walikuwa wanakaa paradiso. Hapo ilikuwa ni sehemu ya chini. Ni kama department tu kule kuzimu. Sema huku hawachomwi na moto, huku wanachomwa na moto. Yesu alipokuja, Biblia inasema kitabu cha Warumi, akashuka paka pande za chini, akaenda kuwahubiria habari. Waliomwamini, Biblia inasema palisikika tetemeko akati anafufuka, jiwe likaondolewa pembeni, na makaburi ya watu ambao walitangulia kufa yakafunguka. Makaburi ya watu gani? Wale ambao walikuwa wamekufa, kina Musa, ambao walikuwa hawajawahi kukutana na Kristo. Alienda kuwatokea akamwambia, nyinyi mlikuwa mnanihubiri mimi, sasa nimekuja. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Aniaminie mimi ataishi. Tunaamini. Akasema tunaondoka wote. Wakaondoka. Wakaonekana mtaani. Alafu mbingu zikawa wazi. Zile nafsi zikaondoka. Kwa hizi sayansi za kizungu za kusema there is a trapped soul, hakuna trapped soul anymore. Trapped souls zilikuwepo wakati wasema kuna nafsi zinafungwaga mahali. Hakuna nafsi inafungwa mahali. Kristo alimaliza hiyo habari. Ni either uko kuzimu au uko mbinguni. Hakuna inayoelea hapa katikati. Kunaga kitu kama hicho. Haleluya. Haleluya. Kristo akasababisha kama ni motoni unapigwa moto vizuri. Kama ni mbinguni unaenda vizuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona akajidhihirisha kwa wanafunzi wake, akaonyesha. Hapa anasema kupitia Kristo ametupa sasa. Kristo alichokipata pale, alienda kuchukua mamlaka. Hayo mamlaka yanamsaidia yeye kuinua jamii ya watu, ambao hii jamii ya watu itakuwa ni viongozi wake kwa niaba yake hapa duniani. Kwa ni ufalme. Asubuhi nimewapitisha kwenye baadhi ya siri ambazo nilikuwa nawaonyesha ya kwamba Mungu alipokuja akizungumza kama ufalme, hawa kina Pilato na kuna Socrates na mmoja anaitwa Aristotle. Hawa ni watu ambao walikuwa wanafanya filosofia na wakawa wana study mambo ya philosophy ya uongozi, elimu ya uongozi. Wakaja wakagundua, wakawa wanajiuliza ni namna gani unaweza ukawa kiongozi mzuri. Ndio wakaja na neno demokrata au demokrasia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wanasoma kuhusu demokrasia, wakagundua kanuni za kifalme ziko tofauti. Ufalme unafanya tofauti na demokrasia. Demokrasia kuna mambo inayafanya,
na kuna mambo ambayo ya kidemokrasia ambayo hayataka yafanyike kwenye ufalme. Kwa mfano, cha kwanza waligundua anayemchagua kiongozi kwenye demokrasia ni watu. Mfalme anawekwa na watu. Ukienda kwenye ufalme, mfalme anachagua watu. Hauishi kwenye himaya ya mfalme ambaye hakujui. Na ili uwe mtu wa hiyo himaya ya mfalme, lazima utimize kanuni fulani za kifalme. Ndio tunapewa amri, usifanye hichi, usifanye kile. Sio kwa sababu unachukiwa, sio kwa sababu unanyimwa kuwa free. Anafanya hivyo kwa sababu watu, niliwaambia tena Ijumaa, neema inakupenda na inakutunza usirudi pale ulipokuwa umewekwa mateka. Gharama ambayo Kristo ameilipa, hataki kuilipa tena na tena. Kwa hiyo ataweka kanuni ili uendelee kubaki kwenye ufalme wake. Kuna kanuni lazima uzifuate. Unaachilia nira, lakini anasema nira yangu ni laini. Kwa hiyo kuna nira. Mzigo wangu ni mwepesi, lakini umeshusha mzigo kupewa mzigo. Ila huu ni mwepesi kwa sababu hutaubeba wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwanza wakagundua kitu gani kingine? Wakagundua mfalme kwenye demokrasia, rais au kiongozi anachagua cabinet, si ndio? Ni idara, ni washauri au viongozi ambao wanakuwa wanamshauri nani? Mfalme, si ndio? Lakini kwenye ufalme, mfalme anachagua watu, cabinet, ambao hiyo cabinet haimwambii nini cha kufanya wala haimshauri nini cha kufanya, lakini cabinet inachukua mapenzi ya mfalme, inatengeneza sheria na kanuni, alafu inahakikisha watu wanazifanya. Kwa hiyo inahakikisha kwamba watu wanafuata mapenzi ya mfalme. Umeona ufalme ulivyo tofauti? Bwana Yesu asifiwe. Kristo alichokileta ndio hicho, ndio wokovu. Wokovu ni swala la, it's political. Kanisa is political. Ni siasa, lakini ni siasa ya nini? Ya mbinguni, ambapo tunautambulisha ufalme ambao haupo hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoanza kutambulisha ufalme mwingine, ndio maana ukianza kukaa unaishi maisha matakatifu, anakuambia wewe mwanaume gani wewe unakuwa na mwanamke mmoja? Kwa sababu kimsingi kuna ufalme hapa. Na kuna mkuu wa ufalme huu wa giza ambaye anapofusha watu. Biblia inasema anapofusha macho yao wasione nuru ya injili siwajie, ambaye yeye anaonyesha wanachokifanya ni sahihi. Kwa hiyo unapoanza kuleta ufalme mwingine, lazima uchukiwe. Biblia inasema mtapigwa kwa ajili yangu. Anasema siwaombi waondoe duniani, ninajua watapitia magumu, watakataliwa kwa sababu hata mimi wamenikataa. Anasema mtapigwa, mtachukuliwa na kupelekwa mbele ya wakuu wa dini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu unaleta kitu ambacho sio cha kimazoea. Unataka kunondolea ndege kwenye hekalu? Unataka kunondolea mbuzi kwenye hekalu? Unakuta hapo na Farisayo yuko pale, na yeye mwenyewe ana mbuzi zake kama 50 anauza pale nje ibada. Unajua? Lazima uje kutoa hapa sadaka. Kwa kuna mradi. Yesu aliingia hekaluni karibu miradi ya watu, akasema wewe utujue. Tumekuwa hapa muda mrefu sana. Tumepiga miradi ya kutosha hapa. Wewe unakuja kuharibu miradi, unasema watu wasifanye biashara hapa kwenye madhabahu. Wewe hauko serious wewe. Unasema bure, wamepewa bure watoe. Umeshasikia wapi hao? Kwa sababu ameleta ufalme. Na nikamwambia asubuhi, kwenye ufalme haujiulizi utakulaje, maana mfalme anakupa chakula. Kwenye ufalme hujilindi, mfalme anahakikisha uko salama. Ukiwa kwenye himaya ya kifalme, silaha zote nchini zimekusanywa, zimewekwa, zimefichwa kwa ajili ya watu wanaitwa maaskari au polisi au wanajeshi wa hiyo nini? Taifa au huo ufalme. Kwa sababu gani? Si kazi yako kujilinda. Yeye anakuja anasema, nitaruhusu malaika, taachilia malaika watakao waangalia. Hamtajikwaa.
Afu mfalme analinda watu wake. Mfalme anaenda vitani, niliwaambia asubuhi, si ndio? Rais anakaa analindwa. Bodyguard nini, kila kitu nini. Wanahakikisha kwamba haingiliwi, asije akapigwa bomu akadhurika. Lakini mfalme anavaa jezi na ndio wa kwanza anaingia vitani. Mfalme wetu anasemaje? Avunjae ametangulia mbele yetu. Sio nyuma yetu. Ametangulia mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme. Usijiulize utakula nini, utavaa nini. Hata watu wa dunia ambao hawajaokoka wanawaza hayo. Ila wewe utafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine utazidishwa. Alikuwa aseme usome Biblia tu. Alikuwa anasema hivi, start living as a kingdom. Anza kuishi duniani kama mbinguni. Alafu utaona kama utakosa. Muulize mke wangu, atakwambia. Kuna saa akiwa na mahitaji yake na mwambie unataka nini? Nataka hichi. Au unataka nini? Sawa, tutapata. Anajua sina hela, lakini mimi najua. Naambia ngoja niende nikamtumikie Mungu. Taona. Ana majibu. Pasaka hoe, Pasaka hai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anagusa watu kwa majira yao. Wanajikuta tu wenyewe wanafanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ukikaa in the kingdom. Anasema jicho langu linakutazama. Nimekuchora katika mikono yangu. Huyo ndio Mungu anachokisema. Yeye ni mfalme. Hatupo mbali na yeye. Anatuwaza, anatufikia. Changamoto ni kwamba unataka ujipambanie. Umruhusu Mungu awe mfalme. Unamruhusu Mungu awe lijitu la kutisha. Lakini yeye hajaja tu kama jitu la kutisha. Amekuja kama mfalme kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tunaye mkuhani mkuu ambaye anaweza kuchukuliana, kwa sababu amepimwa katika mambo yote, amejaribiwa katika kila hali za kibinadamu, then anaweza kusympathize with our situation, anaweza kuchukuliana na hali zetu. Ndio mfalme anayejua kuwa maskini ni nini, kutukanwa ni nini, kudharauliwa ni nini, kuaibika ni nini. Maana alitundikwa msalabani uchi wa mnyama. Akaja anatembea na msalaba, nguo zilikuwa zimechanika. Kwa kuna baadhi ya maeneo ya mwili wake yalikuwa yako uchi. Kwa naambia umeaibika, Kristo anaijua aibu. Anaweza kuchukuliana na wewe hata kama unapita kwenye aibu. Yeye ni mfalme, amekuja kwenye maisha yetu kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwenye kitabu cha Mathayo, anakuja anawauliza wanafunzi wake, kwa sababu ya muda inabidi nikimbie. Mathayo ule mstari wa 16. Mathayo 16, mstari wa 13 mpaka 16. Mathayo 13. Tufungue hapo Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 16. Kuna swali anawauliza wanafunzi wake. Mathayo 16, 13 mpaka 16. Inasema basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sasa nataka uelewe picha. Kaisaria Filipi ilikuwa ni kama Dar kwa hapa Tanzania, kama Mombasa kwa watu ambao mmetoka Kenya. Kwenye ufukwe, a very good place, upepo mwanana nini, ni kama wako kwenye meza tu wako kwenye retreat. Wako kwenye mapumziko tu ya kihuduma. Na wakati wamekaa, akaanza kuwauliza, hivi watu wanasema mimi ni nani? Twende mstari unaofuata. Wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, na wengine mmoja wapo ya manabii. Sasa mtu anayestahili kuweka cabinet ambayo hiyo cabinet itafulfill mapenzi yake ni mfalme tu. Si nabii, si mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki unakiona kwa mfano, Waislamu wanamtamka kama nabii, ndio maana hawezi kuwa mwokozi. Wanamuona kama nabii tu. Haya, Wahindi wanamuita wisdom teacher. Wani Yesu hakuna mahali tambuliki, ila wanamtambua sio kama mfalme.
Wanamtambua kwa vile wanavyotaka. Hao wanamuona kama ni mwalimu aliyokuwa anafundisha hekima. Waindi hao. Na ameandikwa kwenye vitabu vyao. Buddha wanamuita a wise man. Mtu mwenye busara. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unamuita nani? Wewe unamuita nani Yesu? Wengine wanamuita nguvu wakati wa ibada. Wengine wamemwacha tu kama mfariji. Yaani wakiwa wana machozi, wanajua ndo kwa Yesu tu. Hawaamini kwamba Yesu anaweza akazuia machozi asije. Wanaamini kwamba ukishaumia kwa Yesu ndo pakukimbilia. Sio mbaya na ni kweli, lakini hautauona ufalme wa Mungu. Utapata tu faraja sehemu ndogo sana ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila generation, kila kizazi kinapaswa kifike mahali kimtambue Yesu kwa uhalisia wake. Kwamba yeye ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda. Akiunguruma hakuna kinachosimama mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu anawauliza, kumbuka kati anawauliza hivi, ametembea juu ya maji. Anawaambia, nimetembea juu ya maji. Nimeongea na miti. Nimewaambia mti ukakauka kabisa fresh. Nimeongea na bahari nikaituliza. Si ndio? Nimefukuza mapepo yakakimbia. Nimefufua wafu. Unajua ilikuwa ngumu sana kwa Mary kuelewa, Maria kuelewa, Mary Magdalena kuelewa kwamba I am the resurrection and the life. Anambia mimi najua tutafufuliwa ufufuo uko hapa. Yesu ni mfalme. Anavunja Torati na manabii. Anasema mimi ni Bwana wa Sabato. Sasa mnaniulizaje kusaida Sabato wakati mimi naamua Sabato ni lini? Mimi ndo nilotengeneza Sabato. Mimi ni mfalme. Kwa neno langu Sabato inaweza ikawa Jumamosi. Kwa neno langu Sabato inaweza ikawa Jumapili. Mimi ni Bwana wa Sabato. Yesu anaharibu kitu ambacho kilimbwa kwanza sana ni kusamehe dhambi mtu. Sema ipi ni rahisi kufanya? Niseme upone au niseme umesamehewa dhambi zako? Akasema ili muamini mimi ni mwana wa Mungu na ni mfalme. Samehewa dhambi zako, beba godoro lako na uende. Wakasema anayepaswa kusamehe dhambi ni nani? Ni Mungu. Ndio mimi. Yaani ndio mimi. Sema nyewe mliona Mungu atakuwa namna gani? Mimi Yesu ndio Mungu. Kwa sababu uelewe kilichoendelea hapo. Ilikuwa utembee kutokea ulipo, uende Yerusalemu na mnyama. Yule mnyama achinjwe na yule mnyama achomwe. Na tuombe moshi mweupe uende juu. Usipoenda unaenda kutafuta mwingine tena. Paka sadaka ufanya nini? Ikubalike. Leo mtu kwa dakika moja kwenye kijiji fulani katikati ya siku anasema umesamehewa. Hiki kitawezekana. Huyo ndo Mungu ambaye tuko naye. Mfalme. Na maana nasema tuna ufalme usiokuwa na mipaka. Yaani yeye akiamua, yeye anaamua leo, yeye anaamua tu leo. Mwanamke ambaye ameambiwa una kizazi, unashika mimba na madaktari hawawezi kaeleza. Kwa sababu yeye ni mfalme. Unaumwa na ukimwi, unaumwa na kansa, yeye anaweza kaamua dakika moja tu kwamba mimi nimeamua kwamba upone. Sasa elezea, sijui. Lakini umepona. Sasa changamoto umemwona Yesu au umemwona Mungu kama sijui nini. Ungemjua mfalme. Jamani, hatujaishi kwenye nchi za kifalme ndio maana tunasumbuka. Mfalme akisema nimeamua nafanya siku ya MTBC kwenye taifa langu. Jumatatu ya kwa mfano tarehe 21 mwezi wa 5 kuanzia sasa itachukuliwa kama siku ya MTBC. Hakuna mtu atamuuliza kwa nini. Kuanzia siku hiyo wote wataisherehekea hiyo siku. Hata kama waelewi kwa nini. Kwa sababu mfalme akikisema kimekuwa. Huo ndo ufalme. Akisema naomba huyu mtu achukuliwe akauawe. Hata useme nini, ameuliwa. Akisema huyu mtu amesamehewa. Angalia Pilato alichokifanya. Akasema nimtoe nani? Baraba.
Baraba ni muuaji, hana haki, na anaweza akawa ameachiliwa akaenda akaua, lakini amesema nimemwachia aende. Alafu Yesu ambaye ana haki zote, kwa neno la mfalme anauliwa. Ndio maana anasema ana nguvu ya kuisha na ana nguvu ya kuua. Ni mfalme, ana pande mbili. Sasa hivi tuko kwenye neema, hatuoni pande mbili, lakini nisikudanganye, Mungu ana pande mbili hata kwenye neema. Sijui kama unanielewa. Ni kitu kigumu kusema. Mungu ni mfalme hata kipindi cha neema. Usimchezee. Bwana Yesu asifiwe. Muulize Anania na Safira akwambie. Ile ilikuwa kipindi cha neema. Yesu ana upendo sana, ila akiamua kuonyesha upande mwingine wa haki yake, hautampenda. Biblia inasema macho yake yanawaka moto. Hiyo pata tujaionaga. Tunajua hii ambayo iko kwenye picha ana madamdamu. We, ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfalme, tena mfalme mwenye nguvu, ambaye akiamua kufanya jambo utashangaa yale ambayo ataendelea kwenye maisha yako. Muogope asije akadhihirisha pande mbili za maisha yake, za upande wa maisha yake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni wa rehema, lakini anasema nawapa muda, mwisho wa siku kuna ambao nitawachukua, wataikwa kwenye jehanamu ya nini? Ya moto. Huyo ni mfalme. Ana sura ya njiwa, ana sura ya mwana kondoo, ana sura ya simba wa kabila la Yuda. Akiamua atakuonyesha pande moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 2 wakati tunahitimisha ni kuonyesha kile ambacho anamwambia kwenye mstari wa 16 wa Mathayo 16 mstari wa 16. Baada ya kuwauliza maswali hayo, anamuuliza Petro, je, wewe wasema mimi ni nani? Kwa ufunuo Petro anajibu, anasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema alisema wewe ndiwe Mesia, maana yake wewe ni mfalme. Akamwambia Petro, hii sio ufahamu wa kibinadamu umekufunulia haya, na katika ufunuo huu, Bwana Yesu asifiwe, katika ufunuo huu nitalijenga kanisa langu. I will build my council. Nitajenga watu wangu ambao watakuwa wanapeleka habari zangu, watakaotimiza kusudi langu hapa duniani. Ukiangalia kitabu cha Efeso 2 mstari wa 1 mpaka wa 6, unaona akiongelea watu wa Efeso 2 mstari wa 1 mpaka wa 6. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mstari wa 2 anasemaje? Anasema ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, yani shetani, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Mstari wa 3, ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Mstari wa 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule ulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa na neema. Kwa katika kufa kwetu tuliinuliwa na Kristo. Ili iweje? Kwa sababu kama ingekuwa ni ili tuende tukakae mbinguni, ungekufa baada ya kusali sala ya toba na kupokea Yesu, kwanza leo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, amina, unakufa unaenda mbinguni, una dhambi. Kwa nini akuache? Kwa sababu kuna kazi ya kufanya. Msalaba ulituingiza katika nafasi ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 3 mstari wa 1 mpaka wa 4. Wakolosai 3 mstari wa 1 mpaka wa 4 anasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo kule Kristo alipo. Sijamalizia lile andiko. Ukienda mpaka mstari wa 6 wa Efeso anasema ametufufua na kutuketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ameturudisha katika mahali petu pa nini? Pa mamlaka. Kwa Kristo alipopaa, roho zetu zimeketishwa pamoja na Baba. Alafu hapa anasema kwa sababu tumeketishwa pamoja na Baba,
tuyatafakari yale ambayo yako juu. Kitabu cha Wakolosai hapo sasa anasema. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele, anasema ameinuliwa Kristo, yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Mstari wa 3, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mstari wa 4, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na nyinyi mtakapofunuliwa pamoja naye katika utukufu. Kwa kuna utukufu Kristo ameupata, na sisi tukishaingia ndani ya Kristo tukafufuka pamoja na Kristo, utukufu huo tutauonyesha kwa ulimwengu kama his ambassadors. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. First Peter, waraka kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 3. Alafu tutaenda na mstari wa 23. Waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na mstari wa 23. Anasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alituzaa mara ya pili. Ndio kile tunasema tumezaliwa na mbegu isiyo haribika. Mstari wa 23 anasemaje? Mstari wa 23. Mstari wa 23. Waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23, sema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyo haribika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa tumezaliwa kwa mbegu isiyo haribika. Bwana Yesu asifiwe. Waraka kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 anasemaje? Bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ukisoma New Living Translation inasema, we are a kingdom of priests. Sisi ni ufalme wa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sisi ni ufalme wa makuhani. Alafu ukienda kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Anasema, but you nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa kitabu na kuzifungua mihuri. Hapa sasa Kristo mwanakondoo amepeleka damu mbinguni baada ya kufa na kufufuka. Anasema unastahili kufungua kitabu na mihuri yake, kwa kuwa umechinjwa mwanakondoo ukamnunulia. Kwa kuchinjwa kulikuwa kunanunua kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na taifa, jamaa na taifa. Alafu ukawafanya kuwa nini? Ukawafanya kuwa ufalme. Hajaleta dini, ameinua ufalme mwingine ambao utakuja kuleta amani. Anasema kwa maongeo ya ufalme wake kutakuwa na nini? Na amani. Upon the increase of his kingdom there shall be peace. Kwa tutakapoendelea sisi kuupeleka ufalme wa Mungu, amani itarudi duniani, kwa sababu ameachilia ufalme. Aliyefufuka ni mfalme, aliyetufanya sisi wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo 1 mstari wa 6 anasema, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda mstari wa 7 anasema, tazama yuaja, amebebwa na mawingu, anaelezewa kama mfalme. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema nao waliomchoma na kabila zote za dunia watamuona, za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina, haleluya. Waliokuwa wanasema yeye sio Mungu watamuona na wataomboleza. Haleluya, haleluya, haleluya. Zekaria 9 mstari wa 9 mpaka wa 10 anasema, furahi sana binti Sayuni,
piga kelele, binti Yerusalem, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Mstari wa 10 anasema na gari la vita litaondolewa liwe mbali na Efraimu. Vita vinaondolewa kwa sababu huyu mfalme amekuja. Farasi awe mbali na Yerusalem, na upinde wa vita utaondolewa, mapigo yanaondolewa. Naye atawahubiri mataifa yote habari za amani, na mamlaka yake yatakuwa kutoka bahari hata bahari, kutoka mto hata misho ya dunia. Kwa patakuwa ufalme wake unatakuwa ujai katika hii dunia. Ndio maana nasema hivi, hata kuja mpaka habari hizi za ufalme zimehubiriwa katika dunia yote. Maana Mungu anachotaka ni kwamba aujaze ulimwengu na utukufu wake. Haleluya, haleluya. Aliyekufa ni mfalme, ameinua wafalme. Kwa kufufuka kwake sisi tumefanya ufalme wa Mungu hapa duniani. Haleluya, haleluya. So unaweza ukainuka hapo ulipo, tumshukuru Mungu. Muda hautoshi kueleza yote, lakini wewe ni mfalme. Wewe sio mtu wa kawaida. Hebu mwambie Bwana, niko hapa, nisamee kwa kuishi kama mtu wa kawaida. Ninajua mimi ni mfalme. Biblia inasema nchi imetikisika. Kitabu cha Zaburi 82 mstari wa 5 mpaka wa 7 anasema mji umetikisika. Anasema the foundation is shaken because they know not, neither do they understand. Anasema hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, hivyo misingi yote ya nchi imetikisika. Anasema nyinyi ndinyi miungu. Mstari wa 6 na wana wa aliye juu nyote pia. Mstari wa 7 anasema lakini mtakufa kama moja ya wanadamu, na mtaanguka kama moja ya wakuu. Sisi sio wakuu, sisi sio wanadamu, sisi ni wafalme. Haleluya. Na asubuhi nimesema Mungu ametuita katika maeneo mbalimbali kuupeleka ufalme wake. Baba ametufundisha kuhusu karibia maeneo 8 ambayo tunatakiwa twende tukayafikie. Kuna mlango wa elimu, kuna mlango wa sanaa, kuna mlango wa michezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye sanaa hapo kuna mambo mengi. Tuko leo na Gerard atawaletea habari. Yeye ni comedian na Mungu amemuita kwenye eneo hilo, na ameandaa comedian za Kikristo kwa ajili ya watoto wa Mungu. Hilo ni eneo ambalo halijashikwa na kanisa, lakini sisi Mungu ametuita kama wafalme to take over that. Watu wakienda wanasikia vichekesho vya kiungu, hawasikii matusi, hawasikii vurugu, wanasikia amani, wanacheka, wanaongeza siku za kuishi. Tukienda kwenye TV hatukai na Karimonti karibu, funga macho mtoto, funga macho, mna forward movie. Kwa sababu Wakristo wanaingia kwenye movie, wanatengeneza movie nzuri ambazo watu wataziangalia, wataanza kulia na watageukia Mungu. Wewe ni mfalme kwenye hilo eneo. Umeitwa kuandika nyimbo, andika nyimbo ambazo zitagusa maisha ya watu. Nani amekwambia kwamba tumenyimwa kama Wakristo kuandika nyimbo za upendo? Nani amekwambia umenyimwa wewe kuandika hizo nyimbo? Tunakubali, tunatumia sauti zetu kama ibada, lakini pia sehemu nyingine unamwona Suleiman, mtu wa Mungu, anaandika kitabu kinaitwa Wimbo Ulio Bora, kitabu ambacho kikisoma unafunga macho hivi, lakini ni kinaandikwa kwa ajili ya wanandoa, lakini kionyesha picha ya Kristo. Tumeacha kukapitalize hapo. Kwa mtu akitaka kukaa na mke wake wasikilize nyimbo nzuri, lazima wajikuta wamerudi kwa Diamond, lazima wajikuta wamerudi kwa fulani, lazima waende wakasikilize Loving You, Celine Dion na watu kama. Wako wapi watu watakaoshika hiyo milango? Wako wapi watu watakaoandika vitabu vyenye matokeo? Wako wapi watu watakaoinuka na kuanza kufanya? Wako wapi wachezaji wa mpira ambao watainuka, ambao wanatokea kanisani, ambao watalitangaza jina la Mungu? Wako wapi watu wanaopigana ndondi kama kuna mmoja alikuwepo Marekani ambaye alikuwa anamtangaza Yesu? Wako wapi? Ni wachache sana ambao wanafanya hivyo. Leo hii Mungu ameinua wafalme ambao wamekaa ndani, hawataki kwenda kuchukua territories, hawataki kwenda kuchukua miliki. Wako wapi waigizaji ambao wanaweza kufanya kwenye ufalme wa Mungu? Nashukuru Mungu MTBC, kesho tumewaandalia kitu. Mtaona kuna watu wana vipawa vya kuigiza hapa na wanaanza kuvitumia katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tumeambiwa tuingie katika ile eneo na kuchukua mateka. Ingia. Wewe ni daktari, ingia. Fanya. Unapoanza kuchukua hatua, Mungu anakupa hospitali yako ambapo watu watatibiwa sio tu kimwili, hata kiroho.
Wewe ni mwanasiasa, usiingie vizuri afu ukaenda kubadilikia mbele. Mpeleke Kristo mpaka huko unapoingia. Wakati wengine wanaingiza waganga wa kienyeji, wewe muingize Yesu kwenye ofisi yako. Wewe fanya haki katika ofisi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatutakombolewa kama hatutajijua sisi ni wafalme. Haijalishi umepewa sehemu ndogo kiasi gani, wewe ni mfalme. Wakati namalizia, kuna story moja ya mwalimu wa shule ambaye alikuwa anafundisha watoto wa Sunday school, na yule mwalimu alikuwa mwaminifu sana kufundisha watoto wa Sunday school. Yule mtoto alikuwa wazazi wake ndoa yao imeharibika kabisa. Yule mwalimu alikuwa anamfundisha yule mtoto akaanza kufunga na kuombea ndoa ya wazazi wao, mpaka ndoa ya wazazi wao ikapona. Huyo mtu amekaa kwenye nafasi yake. Ameweza kusababisha mtoto mdogo ameanza kuombea ndoa ya wazazi, mpaka ndoa ya wazazi ikapona, na mpaka wazazi wakarudi katika Kristo. Lakini ni mwalimu tu ambaye kwenye darasa la Jumapili anafundisha watoto Sunday school. Wewe Mungu amekuitia eneo gani? Haujaitwa, haujapewa roho ukae, umepewa roho ukafanye kazi. Leo inuka, mwambie Bwana, niko tayari kama mfalme, nataka kuenda kutimiza nafasi ulioniwekea. Ukinitazama kutoka juu, uone kile ambacho nakitaka kukiona katika jina la Yesu. Baba, tusamee, turehemu mchana wa leo. Tumekuwa tukishangilia tu siku hii, lakini hatujabeba uzito wa kwamba wewe ni mfalme na umefufuka. Na umefufuka ili kuleta ukoloni wako katika dunia hii. Katika hii dunia kuleta ufalme wako wa kiungu utakaotawala juu ya falme hii ya dunia, ambapo kwa kuongezeka kwa ufalme wako kutakuwa na amani. Hakutakuwa na waizi, hakutakuwa na majambazi, hakutakuwa na wazinzi, hakutakuwa na uasherati, hakutakuwa na zinaa, hakutakuwa na uovu. Kwa sababu unapokuja Bwana, hakutakuwa na tamaa. Ufalme wako utakapojaa katika nchi hii, utakapojaa katika ulimwengu huu, amani yako itaingia. Na Bwana, tutakaa katika utulivu na amani. Tunaomba Bwana, kuanzia leo tukashike nafasi zetu, tukarudi kwenye nafasi zetu. Waliokuwa ni waigizaji warudishe kwenye nafasi zao. Walio Bwana kwenye tasnia mbalimbali, kwenye milango mbalimbali ambao Bwana umeiweka ya kuifikia jamii, warudi kwenye nafasi zao na kufanya kwa nguvu. Wapake mafuta tena Bwana kama wafalme, wainuke, wasimame na wafanye makuu katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu umetusikia. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba Bwana. Ninawaombea wanaonisikiliza kule nyumbani Bwana. Leo amejua mfalme ameinuka, na ameinuka ili kuachilia na kuinua ukoloni mpya katika maisha yao. Amekuja kuleta ufalme wake katika maisha yao, katika ndoa yao, katika biashara wanazozifanya Bwana, ili ufalme wake uweze kudhihirika pale alipo. Asante Yesu kwa kuwa umetusikia. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Unaweza ukamshangilia Bwana.